Tangazo moja fupi hapa nilitoe, nitaka kulisahau. Kwa wale wanaokaa VIPB, wapo watu ambao wamelalamikia tabia ya kutopendezwa na tabia ya kumwagiana maji pale VIPB, na watu wamenifikishia mimi maoni yao niwatangazie hivyo. Na kwa kuwa mimi ndio mlezi wa mashabiki wanapokuwa Benjamin Mkapa, nimejipa hicho cheo, kwa hiyo nalazimika kutoa mwongozo. Pale VIPB kuna tamaduni zake, na kila jukwaa la Benjamin Mkapa lina utamaduni wake ambao hauwezi kufutika, na ni sehemu ya vivutio, kwa maana ya kwamba kuna mtu anakwenda kukaa VIPA kwa sababu kuna kitu kinamvutia pale VIPA. Kuna mtu anapenda kukaa mzunguko kwa sababu anavutiwa na vibe la mzunguko. Kwa hiyo kila jukwaa lina utamaduni wake, na pale VIPB kuna utamaduni huo wa kumwagiana maji, na wapo watu ambao wanaenjoy huo utamaduni, na kuna watu huo wanafuata huo utamaduni. Kwa hiyo kusema tuufute moja kwa moja haiwezekani, kwa sababu tayari umeshakuwa ni utamaduni wa watu na imeshakuwa ni kivutio cha watu. Lakini makosa yanapofanyika ni kwamba kuna watu hawamwagi maji tena, wanamwaga pombe. Sasa basi nitoe angalizo. Maji ni ruksa kuendelea kumwagiana, lakini pombe haitakiwi kumwagiana pombe. Pombe yako nunua, kunywa, usimwagie mwenzio, kwa sababu pale tunakaa watu wa tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo tusikwazane kiasi cha kumwagiana pombe. Pombe yako nunua, kunywa mwenyewe, usiwamwagie wenzio. Na nichukue nafasi hii kuambia wale waasisi wa kumwaga maji pale VIPB, wao ndio wawe wadhibiti wa wengine wanaomwaga pombe, wawakataze na kuwazuia wale wanaomwaga pombe, na badala yake watu wamwagiane maji. Maji ni ruksa. Lakini kama wewe hutaki na kumwagiwa maji vile vile na unataka kukaa VIPB, VIPB ziko mbili, upande wa na kuna upande wa kushoto. Upande wa kushoto ndio ya kumwagiana maji. Mimi ni kushauri ukakae VIPB ya upande wa kulia, kule hakuna changamoto ya kumwagiana maji. Lakini kama bado unataka kukaa upande huo huo wa kushoto, usikae hapa mwanzoni karibu na tunnel, kwa sababu hapa ndio kwenye hiyo tabia ya kumwagiana maji. Sogea pembeni huku, kwenye huku hakuna utamaduni huo wa kumwagiana maji. Natumai tumeelewana. Lakini kama hautaki tabu kabisa, kaa upande huu wa pili, upande wa kulia, ambao huwa wanakaa kapu la magoli, kule wenyewe hawamwagiani maji. Ndugu zangu wana Simba, ndugu zangu waandishi wa habari, tunakwenda kuanza msimu wetu wa 7 wa kucheza hatua ya makundi ya michuano ya CAF, na ni msimu wetu wa 5 wa kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lazima kumbukumbu ikae sawa sawa ya kwamba sisi ndiyo timu pekee Tanzania ambao tumecheza group stage 5 za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna timu yeyote yenye rekodi kama hiyo. Na wakati wengine wakifikia idadi ya group stage 5, sisi tutakuwa na 8. Wakifikia 8, sisi tutakuwa na 11. Kimsingi ni kwamba hawatatupata tena kwenye mafanikio ya michuano ya Afrika. Kwa hili ni jambo la kujivunia sana sisi wana Simba kuwa na mafanikio haya mfululizo ya kucheza mara 5 hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mara zote ambazo tumecheza hatua ya makundi tumekutana na timu ngumu, lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu na mipango ya viongozi wetu, mara zote
tumevuka na tumeenda hatua ya robo fainali. Mwaka huu tumekutana na kigingi ama vigingi vizito kweli kweli kwenye kundi letu, kundi D. Lakini pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini bado tunasema mwanzoni kabisa hapa ya kwamba mnyama atavuka, atakwenda robo fainali inshallah. Hatujazoea, haijawahi kuwa hivyo kwa Simba Sports Club kuishia hatua ya makundi tangu tumeanza kutawala soka la Afrika.